nchi yetu. Pongezi za ziada ziende kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kuhakikisha kwamba amani na usalama ilirejea katika kipindi kifupi. Kipekee tuipongeze sana serikali kwa kuunda tume maalum ya kuchunguza matukio ya Oktoba 29. Ni imani yetu kwamba tume itabainisha wazi nini chanzo cha matukio haya na kutoa njia sahihi ya namna ya kufanyia kazi matokeo yake kwa haki na kwa uadilifu, na baadaye kutupeleka kwenye maridhiano yatakayoleta mustakabali mwema wa nchi yetu, ili tuendelee kuishi kama jamii moja katika nchi yetu. Tuendelee kuipa ushirikiano tume hiyo kwa siku zao chache zilizobakia, ili waweze kufanikisha lengo muhimu la kuundwa kwake. Kila mmoja katika nchi yetu anapaswa kupata funzo la kilichotokea mwezi Oktoba mwaka jana na kuhakikisha tunaepuka migogoro inayoweza kuleta mifarakano inayoweza kuathiri usalama na amani wa nchi yetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuepushe na yale yote yanayoendelea kwa wenzetu, ambapo athari zinazotokana na vita ni kubwa kwa maisha ya mwanadamu na mali zao. Tuungane na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika dhamira yake njema ya kutupeleka katika maridhiano ya kweli kwa mustakabali mwema wa ustawi wa nchi yetu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe katika hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbali na kuratibu na kusimamia masuala ya dini ya Kiislamu hapa nchini Tanzania, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA linaendelea kufanya shughuli mbalimbali zinazohusu ustawi wa jamii nchini. Kipekee, baraza limedhamiria kujiimarisha katika huduma za afya ili kuweza kuungana na serikali na wadau wengine kutoa huduma hiyo muhimu kwa jamii. Na ili kutimiza dhamira hiyo, tunaendelea na ujenzi wa vituo vya afya katika kila mkoa, takriban kila mkoa katika Tanzania bara na hata baadhi ya wilaya nchini. Mbali na ujenzi wa vituo hivyo vya afya, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania limedhamiria kujenga hospitali yenye hadhi ya rufaa hapa Dar es Salaam, ambapo Mheshimiwa Rais, Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni kwa kushirikiana na Shirika la Maendeleo la Dar es Salaam DDC limetoa eneo la ekari 10 sawa na mita za mraba 40,470 lenye thamani ya taslim shilingi milioni 607, ambalo tunatarajia kujenga hospitali hiyo. Ombi letu mahususi kwako Mheshimiwa Rais ni kukuomba usaidie ili tuweze kupata eneo hili na tuweze kuanza mchakato wa ujenzi wa hospitali hiyo mapema iwezekanavyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania kama chombo cha kijamii kinasimamia shughuli za Waislamu wa Tanzania, kinaendeshwa kwa misingi ya kisheria kutokana na usajili wake kufuatia sheria na taratibu za nchi. Kwa kuzingatia hayo, napenda kufahamisha umma wa Tanzania na Waislamu kwa ujumla kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa BAKWATA kuanzia ngazi ya msikiti hadi ngazi ya juu ya kitaifa. Msingi mkubwa wa chombo hiki kwa mujibu wa katiba yake ni kwamba sisi Waislamu wa Tanzania, kwa kuwa tunaamini kama Waislamu wengine wote ulimwenguni na kwamba hakuna pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake na Mtume Muhammad ni mjumbe wake na hapana tena mtume mwingine badala yake, na kwa kuwa tunaamini vile vile Qur'ani na Sunna ndio vitu viwili vikubwa ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameviacha katika umma wake, na kwamba ili tuongoke ni lazima tuvisome, tuvizingatie na tuvifuate barabara. Na kwa kuwa tunakubali kwamba ni wajibu wetu kuendeleza na kuimarisha itikadi yetu, na kwamba kuna haja kubwa ya kukuza na kuimarisha ushirikiano, umoja na udugu miongoni mwetu kwa Waislamu nchini Tanzania. Kwa hiyo basi tumeamua kuunda chombo cha kudumu cha kuratibu na kusimamia kwa kuongoza shughuli hizo, ambacho ni Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Chombo hiki kimeundwa na Waislamu wenyewe katika madhumuni ambayo tumeeleza hapo juu. Kwa msingi huo, tunawaomba na kuhamasisha wale wote wenye moyo na ari ya kutumikia Waislamu nchini Tanzania wajitokeze kuomba nafasi mbalimbali za uongozi kwa ngazi tofauti pindi zitakapotangazwa. Ikumbukwe kwamba ngazi ya chini kabisa ya uongozi wa BAKWATA ni ngazi ya msikiti, na hiki ndicho kigezo kikubwa kinachodhihirisha kwamba hii ni taasisi ya Waislamu wote nchini bila kumbagua yoyote.
Rejea katiba ya BAKWATA ibara ya 18 inayozungumzia kwamba wajumbe wa mkutano mkuu wa msikiti ni imamu wa msikiti, naibu imamu, wajumbe wote wa kamati ya msikiti na waumini wote wanaoishi na kuswali katika eneo husika. Hii ndiyo tofauti ya BAKWATA na taasisi nyingine ambao wanachama wao ni yule wa kujiandikisha au registered members. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapomaliza nguzo ya 4 katika Uislamu, mbele yetu ipo nguzo ya 5 ambayo ni hija. Maandalizi ya hija yanaendelea vizuri na kwa 90% yamekamilika, na inshallah matarajio yetu ni kuwa kiasi kilichobakia nacho kitakamilika hivi karibuni. Kupitia jukwaa hili tunaendelea kuwakumbusha Waislamu wenzetu kuwa mara msimu wa hija wa mwaka huu utakapoisha, yanaanza maandalizi kwa msimu unaofuata. Kwa muktadha huo, tunaendelea kutoa wito kwa wale wanaokusudia kutekeleza ibada hii kwa mwakani wajiandae mapema, kwani taratibu za maandalizi huko Saudi Arabia zimebadilika na kwa sasa tunapaswa kwenda na kasi ya mabadiliko hayo. Kabla